Kazi yetu sisi ni kukuletea habari, matukio na simulizi pale tu zinapotokea. Tafadhali bonyeza maneno mekundu subscribe ili usipitwe na taarifa zetu. Mseto Media, together everywhere. Asante sana kwa ambaye umekwisha subscribe channel hii ya Mseto Media. Hapo tutakuwa unapata taarifa kuhusiana na siasa, jamii, elimu na burudani. Wewe ambaye bado hujasubscribe, muda ndo huu, bonyeza maneno mekundu yaliyoandikwa subscribe, kisha itakuja alama ya kengele, ibonyeze pia. Hivi karibuni tumeona katika jiji la Dar es Salaam pakiwa pana vurugu kufuatia magari ya mwendo kasi yale ya rangi ya blue ya zamani, ambayo wananchi walikuwa wanapata adha ya upungufu wa magari hayo, lakini pia kukaa kituoni kwa muda mrefu, na magari yakija watu wanakuwa wengi kuliko kawaida. Tunaona video magari watu wananing'inia na vitu vingine kama hivyo. Ikafikia mahali Septemba 30 wananchi wakapiga mawe, na baadaye Oktoba 1 basi serikali ikaanza kuleta mabasi mapya ya rangi ya kijani ambayo yaliingia ili kuweza kupunguza adha ile ya mwendo kasi kwa mdogo utoshelezi, ambapo Rais Samia alileta magari hayo, lakini pia alivunja bodi ya wakurugenzi wa mwendo kasi na kuteua viongozi wapya. Lakini pia tuliona Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa aliweza kufika kwenye mwendo kasi na kuelezea kuhusiana na jinsi walivyoleta magari mapya, lakini pia aliweza kuongea mipango mingi ya serikali kwenye upande wa mwendo kasi, akisema kwamba kila barabara zitakuwa zinagaiwa mwekezaji ambaye ataweka magari yake. Kwa hiyo watu wa watulivu, magari yatakuja mengi sana. Oktoba 2, 2025 tulianza kuona magari mapya ya rangi ya kijani yakiwa yanafanya kazi katika jiji la Dar es Salaam, yakiwa yanaanzia kule Kivukoni kuelekea mpaka Mbagala na sehemu nyingine. Lakini baadaye kwenye mitandao ya kijamii ghafla zilianza kusambaa video zikionyesha magari hayo mapya ya mwendo kasi ya rangi ya kijani yakiwa yamefunguliwa lile eneo lake la injini, na kukiwa kuna watu ambao wanaonekana sio wa Tanzania, kama wa China ama Wahindi, wakiwa wanaonekana kama wanarekebisha magari hayo, ambapo video hiyo na picha imeweza kuwa viral sana kwenye mitandao ya kijamii na kusambaa kila mahali, ambapo video hiyo ile amshataruki nyingine tena, kwa sababu walikuwa na posti walikuwa wanasema kwamba magari hayo yamekwisha haribika tena. Na yule mwanadada ambaye mara nyingi amekuwa akikosoa serikali, Mange Kimambi, aliweza kuposti pia video hiyo na kuandika, niliwaambia kitu ni kile kile, magari yamebadilika tu rangi, ubovu bado uko pale pale, akimaanisha kwamba hata magari mapya yaloletwa ni kama yale yale ya zamani, yataharibika tu kwa staili zile zile. Lakini mimi niko hapa kukuambia juu ya hicho. Bwana, ni kwamba kwa kufuatisha utaalamu ni kwamba magari haya mapya yanatumia gesi na sio mafuta. Hivyo mfumo wa gesi na mfumo wa mafuta ni tofauti, na gari zile zikumbukwe ni mpya na zimeingia barabarani kwa mara ya kwanza Oktoba 2. Kwa hiyo ni lazima kunakuwa na service ndogo ndogo za kuzifanyia ili ziweze kukaa sawa sawa na mahitaji ya watu wa barabara yanavyotaka. Kwa hiyo kitendo cha gari hizo kufunguliwa nyuma na kuweza kuadjustiwa maybe ni kwa just silence ya gesi ama vitu vingine ni kitu cha kawaida, lakini bado gari zile sio mbovu kama watu wanavyoziposti kwenye mitandao ya kijamii na kusema kwamba ni mbovu ama zimeharibika tena. Kwa kufuatilia wataalamu wa gesi wamesema ni kitu cha kawaida kabisa gari zile, kwa sababu ni mpya na ndo zimefungwa mfumo wa gesi na ndo zimeingia barabarani kwa mara ya kwanza. Hivyo kuziadjust ni kitu cha kawaida. Yani ni kama mtu una adjust silence ya gari yako ama kufungua kuangalia kitu fulani kiko sawa na hivyo. Sema kwa sababu sasa matukio yale yamefunguliwa kwenye barabara za mwendo kasi hadharani, basi watu wakaweza kurekodi video pamoja na kupiga picha na kisha kuposti kwenye mitandao wakisema gari zile zimebuma tena. Lakini mimi nakuletea taarifa hapa kutoka kwa wataalamu wa gesi, wanasema gari sio mbovu, kufunguliwa eneo la mashine
na kuadjustiwa ama kufanyiwa service ndogo ni kitu cha kawaida sana. Gari litakuwa bovu labda kama litakuwa limeshindwa kwenda ama kutoa moshi kama tulikuwa tunaona hali ya zamani. Kwa hiyo bado tuna imani na magari haya na tuna imani pia na serikali. Hii ndio taarifa ambayo nilisema nikusogezea hapa kutokana na video ile kuweza kuwa viral sana kwa mitandao ya kijamii. Nikukumbusha ambaye ni kwa mara ya kwanza na tuangalie uweze kusubscribe ili usiwe unapitwa na taarifa zetu kuhusiana na siasa, jamii, elimu, burudani na michezo. Lakini pia unaweza kushare video hapa ili na watu wengine waweze kuona. Nikutakie muda mwema. Once again, Limo Grandson. Kufuatia hali ya sintofahamu iliyoibuka kwenye usafiri wa mwendo kasi ndani ya jiji la Dar es Salaam, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan Oktoba 2, 2025 amefanya uteuzi lakini pia utenguzi wa kushtukiza, ambapo ameteua lakini pia ametumbua vigogo wazito waliokuwepo kwenye sekta hiyo ya mwendo kasi, ambapo taarifa kutoka mawasiliano Ikulu inasomeka hivi. Taarifa kwa vyombo vya habari. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan Oktoba 2, 2025 akiwa kule Arusha amefanya uteuzi wa viongozi mbalimbali. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, viongozi walioteuliwa ni kama ifuatavyo. 1. Bwana Saidi Habibu Tunda ameteuliwa kuwa mtendaji mkuu wa wakala wa mabasi yaendayo haraka DART. Bwana Tunda anachukua nafasi ya Dr. Athmani Kihamia ambaye uteuzi wake umetenguliwa. 2. Bwana Piusi Andrew Ngingo ameteuliwa kuwa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mabasi yaendayo haraka UDART. Bwana Ngingo anachukua nafasi ya Bwana Waziri Kindamba ambaye uteuzi wake umetenguliwa. Uteuzi huu unaanza mara moja, na taarifa hii ilitolewa na Sharifa Binyanga, mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu. Lakini masaa kadhaa mbele, Rais Samia akafanya tena uteuzi mwingine na utenguzi mwingine, ambapo taarifa hii ilikuwa inasomeka. Taarifa kwa vyombo vya habari. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amevunja bodi ya wakala wa kampuni ya mabasi yaendayo haraka na kuteua wenye viti wa bodi. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka, walioteuliwa ni kama ifuatavyo. 1. Bwana David Zakaria Kafulila ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya ushauri wa wakala wa mabasi yaendayo haraka DART. Na 2. Balozi Dr. Ramadhani Kitwana Dau ameteuliwa kuwa mwenyekiti wa bodi ya kampuni ya mabasi yaendayo haraka UDART. Taarifa hii pia imetolewa na Sharifa B. Nyaga, mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.